Rais wa Marekani Donald John Trump ameongeza presha kwa Irani kwa kuitaka ifungue tena njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, mlango wa bahari Hormuz, ndani ya saa 48, akionya kuwa kutofanya hivyo kutasababisha hatua kali za kijeshi, zikiwemo mashambulizi ya kulenga miundombinu ya umeme ya Irani. Kauli hiyo imezua hofu mpya ya kuongezeka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya Irani imejibu kwa msimamo mkali, ikisema kuwa endapo Marekani itashambulia miundombinu yake ya mafuta au nishati, basi italipiza kisasi kwa kulenga vituo vya nishati vinavyohusishwa na Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Vitisho hivyo vinazidi kuongeza hatari ya vita kuenea zaidi ya mipaka ya nchi zinazohusika moja kwa moja. Mlango wa bahari wa Hormuz unaounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Hindi ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Kufungwa kwake kumesababisha mtikisiko mkubwa wa uchumi wa dunia, kupanda kwa bei ya mafuta na athari kwa nchi nyingi zinazoitegemea, hasa barani Asia na Ulaya. Wakati huo hali ya usalama katika eneo la Ghuba imeendelea kuzorota. Taarifa zimeibuka kuhusu hali ya ajali ya helikopta ya kijeshi katika nchi ya Qatar, ingawa maelezo kamili kuhusu chanzo chake bado hajawekwa wazi. Aidha, kumekuwa na tukio la kombora lililoripotiwa kulenga chombo cha majini karibu na pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, hali inaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafiri wa baharini katika ukanda huo muhimu wa kibiashara. Katika upande wa mapigano ya moja kwa moja, Iran imeendelea kushambulia kusini mwa Israel, ambapo makombora ya ballistic yameripotiwa kulenga mji wa Dimona na Arad. Mamlaka za afya zimeripoti kuwa zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa, huku baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Majengo ya makazi yameharibiwa, huku vikosi vya uokoaji vikifanya kazi usiku na mchana kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Mashambulizi hayo yamesababisha hofu kuhusu usalama wa miundombinu nyeti ya Israel, hasa maeneo yanayohusiana na nishati na miradi ya kimkakati. Wanajeshi wa Israel wameendelea kujibu kwa mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya ndani ya Irani na maeneo yanayodaiwa kutumiwa na vikundi vinavyoiunga mkono. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa katika hatua zitakazofuata ndani ya muda huo wa 48 uliotolewa na Marekani, ikiwa ni pamoja kama Irani itafungua njia hiyo ya Hormuz au mvutano utaingia katika awamu mpya ya mapambano makali zaidi.